Nchi yetu ilianzisha mfumo wa vyama vingi mwaka 92. Na mfumo wa vyama vingi ulianzishwa ili Watanzania mpate haki ya kuamua na sio kulazimishiwa nani awe kiongozi wenu katika wakati fulani. Na ukisoma katiba yetu hii ibara ya 8 inasema msingi wa mamlaka na madaraka yote ya nchi hii yatatoka kwa wananchi. Na ukisoma ibara ya 8B inasema lengo kuu la serikali itakuwa ni ustawi wa wananchi, kwamba mkisha chagua serikali, lengo kuu la hiyo serikali ni kukufanya wewe ustawi, uwe na maisha bora, upate elimu bora, upate shule safi, upate matibabu bora, uwe na sehemu ya kulala nzuri, uwe na nyumba na uwe na maisha. Ndio maana ya neno lililotumika kwenye katiba kwamba lengo la serikali itakuwa ni ustawi. Lakini hiyo serikali sharti itokane na wananchi kwa mujibu wa ibara ya 8, kwa sababu ndio wenye mamlaka yote ya nchi yetu. Kwa maana hiyo, askari tunaowaona si wakuu wa wilaya, rais mwenyewe, mamlaka aliyonayo ni mamlaka yenu, mmekasimu kwake kwa muda. Askari hawa mamlaka walionayo ni mamlaka ambayo yamekasimiwa kwao kwa muda. Ukisoma katiba yetu pia ibara ya 27 kifungu cha kwanza, tusome ibara ya 26. Ibara ya 26 ya katiba inasema kila mtu ana wajibu wa kufuata na kutii katiba hii na sheria za Jamhuri ya Muungano. Kila mtu anapaswa kufuata katiba hii na sheria za Jamhuri ya Muungano. Ukisoma katiba hii ibara ya 27 sehemu ya pili nasema hivi: watu wote watatakiwa na sheria kutunza vizuri mali ya mamlaka ya nchi, pamoja na kupiga vita aina zote za ubadhirifu na uharibifu na ubadhirifu, na kuendesha uchumi wa nchi, uchumi wa taifa kwa makini kama watu ambao ndio waamuzi wa hali ya baadaye ya taifa letu, taifa lao. Kwa hiyo katiba hii kumbe inatuambia kwamba sisi wananchi, kila mtu ana wajibu wa kuhakikisha kwamba tunalinda rasilimali za nchi yetu, ambazo kwa kweli Mwenyezi Mungu ametupatia rasilimali nyingi sana, kwamba tuna wajibu wa kuzilinda na kuhakikisha hazifanyiwi ubadhirifu na uharibifu kwa ajili ya taifa hili leo na kesho na siku zinazokuja. Sasa hizo rasilimali ni zipi? Walikuwa wanazungumza hapa, nimemkuta Masaga anazungumza. Bahati nzuri Masaga ni mchimbaji nafikiri. Nchi hii ni miongoni mwa nchi chache duniani ambazo zimejaliwa rasilimali nyingi sana. Ni nchi pekee, kwanza ina ukubwa wa kilomita za mraba 945. 945. Mkoa wenu wa Mbeya una kilomita za mraba 1066. Yaani Israeli inaingia Mbeya hapa mara 3. Yaani nyie ni wakubwa kwa Israeli mara 3. Ni wakubwa kwa Rwanda, ni wakubwa kwa Burundi. Nchi hii ukiichukua Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, ukiziunganisha pamoja, nchi hizo zinaitwa za Afrika Mashariki, zina kilomita za mraba 890. Sisi pekee yetu 945. Kwa sisi ni wakubwa kuliko nchi 3, kuliko nchi 4 za Afrika Mashariki. Tumejaliwa rasilimali za kutisha. Ukianzia ukanda wa ziwa, ukiacha ziwa Victoria ambalo ni kubwa kuliko yote Afrika, la pili kwa upana duniani, utaanzia kule kwetu Tarime kuna dhahabu.
Ukienda Geita kuna dhahabu, ukienda Kahama kuna dhahabu, ukienda Shinyanga kuna dhahabu, ukienda Mbogwe kuna dhahabu, ukienda Bulyanhulu kuna dhahabu. Kanda ya ziwa kila kona unayokanyaga ni dhahabu. Ukija Singida ni dhahabu, ukija hapa kwenu Mbeya ni dhahabu, ukienda Kyela ni dhahabu. Tulikuwa juzi Ruangwa ni dhahabu. Nchi hii ni nchi ya 3 duniani kwa kuwa na dhahabu nyingi. Na leo nilipokuwa na cheki kwenye soko la dunia, bei ya dhahabu kwa gramu moja, gramu nikisema ukichukua ule wembe ukiuvunja katikati ukabaki na kale kamoja ndio gramu, ni 277. Nchi ya 3 kwa kuwa na dhahabu nyingi Afrika na dunia. Tunazalisha matani na matani ya dhahabu kila siku. Ni nchi pekee ambayo ina madini yanaitwa Tanzanite, hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania. Nchi ambayo inatoa madini haya mengi na kuyauza kwa wingi duniani ni India. Madini yako Tanzania, lakini yameajiri Wahindi milioni 6 na wataalamu wa lapidari na ukataji wa madini ya Tanzanite ni Wahindi. Wakati watoto wenu wanafundishwa panzi na miguu mingapi, Wahindi wanafundisha watoto wao namna ya kukata Tanzanite yenu watajikena. Nchi iliyobarikiwa, watu wake ni maskini. Tuna madini yanaitwa nickel na cobalt, madini yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu yanatoka Kabanga. Ukija ukanda wa kati Singida, kuacha ardhi, kuna madini yanaitwa urani, madini ya uranium yanayotumika kutengeneza mabomu ya nuklia yanatoka Tanzania. Ukija ukanda wenu, ukienda Njombe, Ludewa, kuna madini ya chuma na kuna madini ya makaa ya mawe. Tulikuwa Songea, Ruvuma, tumekutana na maroli kwa maelfu yanabeba makaa ya mawe, yanapeleka kwenye bandari ya Mtwara na mengine yanapelekwa Dar es Salaam kusafirishwa kwenda nje, yanaenda India na China. Utajiri wa watoto wetu unakuwa train, unasafirishwa kwenda kutajirisha nchi nyingine. Tuna bahari yenye urefu wa kilomita 1400 na kitu, 1600 kutoka Mtwara mpaka Lindi, kutoka Mtwara mpaka Tanga, na huo ni urefu. Kuingia ndani tuna nautical mile 200. Hilo ni eneo letu ambalo tungefanya uvuvi. Mwaka jana serikali ya Norway kwa mazao ya uvuvi peke yake wamezalisha dola za Kimarekani bilioni 9.4 ambazo ni trilioni 30. Bajeti yetu ya nchi ni trilioni 54. Mahoteo, yani zile tutakazokusanya na zile tutakazoenda kuombaomba kwa wahisani nchi, trilioni 54. Wakati watu wanatumia uvuvi peke yao kwa mwaka mmoja wanazalisha trilioni 30, asilimia karibia 70 ya bajeti yako, full funded budget. Sisi tuna bajeti hapa, vijana hawana ajira, hatuna uwezo wa kununua boti tukatengeneza na viwanda vya kuchakata samaki. Kwanza tukaingiza boti zetu zikawapa vijana wetu ajira, tukatengeneza viwanda vikawapa vijana wetu ajira, lakini vile vile tukawa tumewapa watu wetu chakula ambacho ni chakula bora ya samaki. Kilomita 1600 nautical mile 200 kuingia ndani. Tuna bahari, tunazungukwa na nchi 6 landlocked. Malawi wenzenu mko jirani nao, hawana mlango wa bahari. Uongo kweli? Ili Malawi aendeshe gari asipopitisha bei ya Msumbiji au Afrika Kusini, atalazimika kupitisha hapa kwetu. Mungu ametupa maji bure ya bahari, hayaishi leo wala kesho. Unachohitaji wewe kama kiongozi ni kujenga gati. Gati ni kama stendi ambayo magari yanapaki, ni stendi ya meli kwa lugha rahisi, ambapo meli zitakuja zipaki, mzigo ushuke, wewe ulipwe hela. Maji yamekupa Mungu bure. Malawi akilima, akiiba, akiua, akifanya nini, akipata pesa
Akinunua greda kutoka Ulaya itapita kwako, akinunua nguo itapita kwako, akinunua maji, akinunua chochote, akinunua TV, itapita kwako. Wewe unaingiza pesa kwa kutembeza kwenye maji aliyokupa Mungu bure. Malawi akiwa anasafirisha mzigo mwingine kutoka ndani ya nchi yake ili apeleke Ulaya, inapita kwako. Kwanza on the way, ikipita tu mpakani, ikifika hapo hiyo gari itahitaji kunywa mafuta. Pesa imetoka Malawi imeingia Tanzania. Yule Mtanzania mwenye kituo cha mafuta akipata pesa anaajiri mlinzi. Mlinzi akipata hela kutoka kwenye ile pesa iliyotoka Malawi ananunua kitanda. Yule anayetengeneza kitanda amepata hela. Yule anaagiza ubao. Bodaboda anambebea, bodaboda anapata hela. Pesa inaingia inazunguka miongoni mwetu. Mungu ametupa hiyo access bure. Tunazungukwa na Kongo, ili Kongo wasafirishe mali yao itapita hapa, ili iende kwao itapita hapa. Tunazungukwa na Zambia, ili kope itoke Zambia iende China itapita hapa, ili wanunue kitu kutoka China kiende Zambia itapita hapa. Mafuta, kila kitu wanatutegemea sisi. Mungu ametupa bahari bure, iko pale. Tunachohitaji ni kujenga magati na kusimamia pesa iingie. Pesa ipo. Rais wa Rwanda alisema akipewa bandari ya Dar es Salaam peke yake, acha bandari ya Mtwara, acha bandari ya unayoweza kujenga Lindi, Bagamoyo na kila sehemu, alisema akipewa hiyo bandari peke yake, Rwanda atalisha Afrika Mashariki na Kati, kila mtu atakuwa sawa sawa. Mungu ametupa hiyo access ya fedha. Sisi tuko milioni 60. Dubai wako milioni 3. Mwaka 61 Dubai walikuwa watu 70,000. Watu mnaoishi Kiera mjini ni wengi kuliko watu waliokuwa Dubai. Jangwa, wanatembea jangwani, wanaokota tende, dates. Wanaishi nomadic life. Mwaka 61. Mwaka 61 tumepata uhuru. Mwaka 63 tuna chuo kikuu cha Dar es Salaam. Dubai hawana hata shule. Wamevumbua pipa lao la kwanza la mafuta mwaka 69. Nchi yetu ina miaka 8 umri. Leo tuko milioni 63. Wako milioni 3. Hatuwezi kuendesha bandari zetu. Tumewapa watu milioni 3 dhidi ya watu milioni 69. Tunachuma hapa Ludewa. Nikiwa bungeni, ingieni kwenye YouTube msikilize. Wakati wanaanza kujenga SGR, wanaanza kujenga nini? Wao na Mwalimu Nyerere. Nikamshauri Rais Magufuli wakati huo. Hotuba iko kwenye YouTube. Nikamwambia Mheshimiwa Rais, kabla haujaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, itahitaji chuma. Na hii ni nchi mpya, kila siku tunajenga, tunahitaji nondo, tunahitaji chuma. Nchi iliyoendelea yote lazima iwe na basic industry, viwanda vya kawaida, ili uweze kushikilia uchumi wako kwa muda mrefu. Ukiwa nchi ya wachuuzi, kila kitu unanunua, huwezi kujenga uchumi wako. Kamshauri bungeni, kabla hatujaanza kujenga bwawa la Mwalimu Nyerere, tuwe kwanza na kiwanda chetu cha chuma. Kile kiwanda kwanza, Mungu ametupa chuma hapa, mlima unaitwa Mchuchuma. Alafu kilomita 50 akatuwekea mlima wa makaa ya mawe unaitwa Liganga. Ili yale makaa ya mawe ya Liganga tuyatumie kuzalisha umeme wa kuyeyusha chuma. Na akaweka mchanga wa kusafisha hicho chuma pale Iringa. Kwa kila kitu akatuwekea. Hakuna kitu tunahitaji kutoka nje kupata chuma chetu. Na nchi zote duniani zinahitaji chuma. Kwa tukizalisha chuma sio cha kutumia tu ndani ya nchi yetu, tutakiuza pia nje ya nchi. Kenya wanahitaji chuma, Sudan hawana chuma, sisi tunacho. Nikamwambia Mheshimiwa Rais, tujenge kwanza kiwanda chetu. Tutaajiri watu, direct employed, watu 60,000. Au ni ajira ya moja kwa moja 60,000. Watu 60,000. Watu 60,000. Ukiwa na familia ya watu wanne nyuma yako, unazungumzia maraki ya watu wangepata maisha hapa. Hatujazungumzia makampuni ambayo yangepewa kazi kwenye ule mgodi wa chuma. Wewe tu supply karatasi, wewe tu supply tairi za gari, wewe tu supply chakula,
Nikisema kusurprise sijui mnanielewa vizuri, lakini kwa sababu kiwanda cha chuma sikingehitaji magari, sikitanunua tairi, kuna makampuni ya Kitanzania yangekuwa yana supply pale. Wanahitaji karatasi za kuandikia, wanahitaji kompyuta, wanahitaji kila kitu. Hapo hatujazungumzia hayo makampuni. Watu 60,000 direct employee. Chuma chetu tungeweza kuchimba miaka 100, na tulihitaji dola za Kimarekani kujenga hicho kiwanda bilioni 3 ambazo ni trilioni 7.8. Sasa baada ya kujenga hicho kiwanda, sasa tungekuja kwenye kujenga bwawa. Tunamuita Arab Contractors, tunamwambia bana, sikiliza, unataka kutujengea hapa shilingi ngapi? Kadhaa. Sawa, tumekubaliana Sasa tunasaini mkataba ujenge, lakini chuma chote utanunua ndani ya nchi yako. Kwa unampa pesa kwa mkono huu, unazirudisha kwa mkono huu.